Baada ya maonyesho ya Sabasaba na Nane Nane, sasa kuna maonyesho mengine ya elimu, ubunifu na ujuzi yanayofanikia hapa viwanja vya Usagara jijini Tanga. Naitwa Pascal Mahala, nikiwakaribisha ndani ya viwanja hivi vya Usagara. Twende mkaone maonyesho haya yanahusiana na nini na kitu gani watu wa Tanga na vitongoji vyake mje kuona hapa ndani. Ukiingia hapa ndani ya hivi viwanja unakutana na mabango, yani branding sio ya kitoto. Yani kuna mabango makubwa yanayoeleza kuhusiana na wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Lakini upande wa pili ndio kuna sasa yale mabanda, yani kuna mabanda na mabanda. Sasa tunawatembeza kwenye baadhi ya mabanda, japo maonyesho haya yameshirikisha mabanda ya taasisi nyingi za elimu, lakini kuna baadhi ya taasisi na kuna taasisi mimi naziita taasisi kiongozi. Moja ya taasisi kiongozi katika sekta ya elimu Tanzania ni hii mamlaka ya ufundi ya mafunzo na ufundi stadi VETA. Ni moja ya taasisi kiongozi kwa sababu ndio inayotutolea mafundi karibu sekta zote. Tuwaingize basi ndani ya banda la VETA. Mkija kwa kweli mnaweza mkaliona banda la VETA limekuja huku likifanania na VETA. Liko kiveta. Ni banda kubwa, lina vitu vingi, lina watu wengi, lina teknolojia nyingi. Mimi si mtaalamu, ni wakabidhi kwa mtaalamu mwenyeji wetu atutambulishe, ajitambulishe na kututambulisha banda la VETA kwenye maonyesho haya ya elimu, mafunzo ya ufundi wametuletea nini. Jina langu ni Sita Peter, meneja uhusiano na masoko wa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA. VETA tunashiriki kwenye hii wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu tukiwa tumejipanga kuendana na kauli mbiu ya wiki yenyewe. Kauli mbiu inasema elimu, ujuzi na ubunifu, njia ya kufikia dira 2050. Na kwa namna gani sasa VETA tunachangia katika kufikia dira ya 2050? Kimsingi, labda nizungumzie mambo machache tu kwamba dira ya 2050 ina nguzo kubwa 3. Nguzo ya kwanza ni uchumi, tunasema uchumi imara, jumuishi na shindani. Sisi hapa VETA tunaonesha ni kwa namna gani bila ufundi stadi hatuwezi kufikia uchumi imara, jumuishi na shindani. Na kwa hiyo tunaonesha kwa vitendo, lakini kwanza tunaeleza fursa zilizopo za mafunzo ya ufundi stadi ambazo zitatusaidia kuwa na vijana, kuwa na wananchi ambao wana ujuzi unaoweza kusaidia na kuongeza tija kwenye uzalishaji ili uchumi wetu uwe imara na uwe shindani. Lakini tunaonesha ni kwa namna gani tuna ubunifu wa namna mbalimbali ambao ni wanatusaidia kuonesha kwamba kumbe katika ubunifu utatufanya uchumi wetu uwe shindani. Na swala la ujumuishi tuna mifano kadhaa, lakini mfano mmoja wapo tuna kijana wetu ambaye amehitimu mafunzo ya ufundi stadi katika swala la TEHAMA. Anaonesha ni kwa namna gani kumbe hata watu wenye ulemavu wanaweza wakafanya mambo makubwa. Kijana amebuni power bank ya laptop ambao ni kitu si cha kawaida. Mtu angeweza kusema mtu mwenye ulemavu hawezi kufanya chochote, lakini licha ya kuweza kujifunza na kuwa mahiri kwenye masuala ya TEHAMA, lakini ameweza kuwa mbunifu wa kitu ambacho ni cha kipekee sana. Sidhani kama wengi wenu mlishawahi kuona power bank ya laptop mahala popote pale. Kwa hiyo tunaonesha ni kwa namna gani hata kwenye ujumuishi sisi VETA tunachangia. Lakini tuna program za mafunzo kwenye sekta ya madini ambao tunazidi kupanua, na hivi karibuni tumeanzisha mitaala mipya 6. Na tunafahamu kabisa madini yanachangia, au sekta ya madini inachangia kwa kiasi kikubwa sana kwenye kuweza kuuinua uchumi wetu. Kwa ili uchumi wetu uendelee kuwa imara, ni vizuri tukawa na wananchi ambao wana ujuzi kwenye sekta hiyo na ambao wanaweza akashiriki na kuweza kuchangia kwenye kufanya uchumi wetu uwe imara zaidi. Lakini tuna nguzo ya pili ambayo ni maendeleo, inagusia maendeleo ya watu. Kwa sasa pamoja na kuwa na uchumi jumuishi imara na shindani, lakini ili tuwe na maendeleo ya watu tushirikishe
makundi mbalimbali ya wananchi katika kupata mafunzo, wawe na ujuzi, waweze kuanzisha miradi mbalimbali na hatimaye waweze kuchangia kwenye kufikia hiyo dira 2050. Na ndio maana hata swala la madini halizungumzii tu kufanya uchumi wetu uwe shindani kwa kuweza kuongeza tija kwenye masuala ya madini, lakini pia jamii zinazozunguka migodi kama zitakuwa vijana wao watapata mafunzo haya, maana yake zitapata maendeleo ambayo itahusisha na hiyo nguzo namba 2. Pia nikiendelea kuzungumza masuala ya ubunifu wa aina namna tofauti tofauti ambao unachangia kwenye kufanya tuwe na uchumi imara, jumuishi na shindani. Mfano, hivi karibuni chuo chetu cha VETA Pwani kimeanza utafiti wa utengenezaji wa simu ya mkononi. Umezoea kuona simu nyingi zikitoka nje, lakini sasa VETA tumeshafikia hatua nzuri sana ya utengenezaji wa simu. Tuna simu ambayo kwa sasa ina uwezo wa kupiga, ina uwezo wa kutuma message, na tayari ni katika kipindi kifupi tu. Kwa baada ya muda mfupi tutafikia level kubwa sana, tunaweza tukazalisha simu nyingi tu. Ni hatua nyingine ya kuonesha kwamba kumbe wa Tanzania tunaweza tukawa bunifu na tutachangia kwa kiasi kikubwa sana katika kufikia dira yetu ya 2050, nguzo namba 1. Bado tuna mambo mengi ukizungumzia utekelezaji wa dira 2050. Uchumi wetu ili uwe shindani, pia tunatakiwa tuwe na mafunzo ambayo yanaweza kumfanya Mtanzania akafanya kazi mahala popote pale, na ndiyo maana ya ushindani. Hivi sasa tumeanza mpango wa kutoa mafunzo yanayolenga kwenye tunuku za kimataifa. Miongoni mwa vyuo ambavyo tunaanza kuvipiloti au tunaanza kuvifanyia majaribio ni chuo chetu cha VETA Dodoma na chuo chetu cha VETA Moshi. Tunafanya hivyo kwa kuwafundisha, kwa kuwajengea uwezo kwanza walimu, lakini pia kwa kuanza kuequip, yani kwa maana kwamba kuweka vifaa kwenye karakana, vifaa vya kisasa, ili tuweze kutoa mafunzo ambayo yanakwenda kwenye tunuku za kimataifa. Tuko na mwalimu wetu mmoja ambaye ni miongoni mwa watu walio katika programu hiyo ya kuelekea kwenye tunuku za kimataifa, hasa kwenye swala la uungaji na uundaji vyuma, yani welding and metal fabrication. Wameshapata mafunzo kwa sasa hivi ya kimataifa ya orbital welding, ambayo yanaelekea kutufanya sasa tuanze angalau kwenye eneo hilo la welding and metal fabrication kuanza kutoa tunuku za kimataifa. Na hivi ni miongoni mwa vifaa vya kisasa ambavyo vinaendana na teknolojia, na hivyo kutuwezesha kuelekea kwenye huo utoaji tunuku za kimataifa. Lakini kipekee kabisa mwaka huu tumeanza kutekeleza mradi wa ESPJ2, yani mradi wa elimu na ujuzi kwa ajili ya kazi zenye tija. Mradi huu unalenga kuboresha mafunzo, unalenga kutuwezesha kuweza kujitegemea zaidi, lakini unalenga kutuwezesha tutekeleze hayo malengo ya dira, ikiwemo nguzo namba 3 ambayo nilikuwa sijaizungumzia, ambayo inazungumzia swala la uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwenye hili eneo tayari tumeweza kuweka mikakati ambayo inahakikisha kwamba tunajenga uwezo wa vyuo vyetu katika uhifadhi wa mazingira na kuweza kuhakikisha kwamba basi masuala yanayogusa nguzo namba 3 yanatekelezwa vizuri. Lakini hatuanzii kwenye mradi huu pekee. Tayari tulishaanza mapema hata kabla ya mradi huu. Kwenye nguzo namba 3 sisi utekelezaji wetu hata kwa sasa hivi tunachoweza tukajivunia ni swala la upandaji miti. Tayari tumeshapanda miti 130,800 kwenye vyuo vyetu kote nchini. Lakini tayari tuna vyuo 26 ambavyo vimeshaanza kutumia nishati safi na tunaendelea. Matarajio ni kwamba pengine hata mwisho wa mwaka huu tunaweza kufikia hata vyuo 50-80. Na tayari chuo chetu cha Moshi tumekiweka kama chuo ambacho kinatusaidia kutengeneza majiko maalum ambayo yanatumia mkaa mbadala na pia yanatumia gesi.
ambayo itatusaidia kusambaza kwenye vyuo vyetu vya namna vyuo vyetu katika maeneo mbalimbali kote nchini. Tuna mambo mengi ambayo mwananchi akifika hapa anaweza akajionea, lakini hata swala la tehama, tuna mifumo tunayoitangaza hapa kwenye maonesho. Tuna mifumo miwili. Tuna mfumo wa mafunzo kupitia simu za mkononi unaitwa Visomo, ambao tunashirikiana na ndugu zetu wa Airtel, lakini tuna mfumo unaitwa Fundi Connect, ambapo unakupa fursa wewe mwananchi kuangalia kwa kutumia simu yako. Unaweza ukaangalia kama una tatizo kwa mfano la umeme, wapi kwenye mazingira yangu ninaweza yani fundi aliyepo karibu kwenye mazingira yangu. Ni kama ambavyo tunaomba usafiri kwa sasa hivi kwa njia ya kidijitali, uko mahala fulani ukaomba usafiri ukaja. Hiyo pia nayo inakusaidia kupata fundi kwenye mazingira uliopo kwa kuingia tu kwenye mfumo. Lakini kwa fundi inamsaidia kuingiza taarifa za bidhaa zake na huduma anazozitoa, kiasi kwamba mwananchi akimhitaji anaweza kumpata kwa urahisi. Tuna mambo mengi ambayo tunawaalika wananchi wa Tanga, maeneo ya jirani, lakini pia hata washiriki wa maonesho haya waweze kufika banda la VETA, wasikose, kwa sababu kuna taarifa nyingi, lakini kimsingi ni namna gani VETA imejipanga kutekeleza Dira 2050. Asante sana. Basi wapenzi watazamaji, mambo yote ambayo ameeleza Bwana Sita Peter ni mambo ya msingi, na mimi kabla sijaondoka kwenye banda la VETA leo nikaonyesha kidogo pia wana baadhi ya bidhaa zenye ubora mno wa kimataifa, alafu tutasikia kidogo kuhusu quality control ya hii VETA. Kama mlivyomsikia mwenyeji wetu Bwana Sita Peter akizungumzia kuhusu quality ya bidhaa za VETA, hapa mbele yangu mnaweza mkashuhudia baadhi ya bidhaa zina quality ya ubora wa hali ya juu kabisa. Mimi naweza nikasema huu ni ubora wa kimataifa. Ina maana kwamba VETA kwa namna moja ama nyingine ina namna fulani ya kucontrol mambo ya quality. Sasa nimeambiwa pia kuna mtaalamu wa quality hapa VETA yupo. Dada wa quality, naomba njoo kidogo tu ujitambulishe na ueleze kidogo wapenzi watazamaji wetu ni nini kuhusiana na hizi quality za VETA. Jina langu ni Violet Nombo, ni mdhibiti ubora kutoka Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA. Katika wiki hii ya elimu, ujuzi na ubunifu, VETA tuko hapa kuhakikisha kwamba tunaonesha ujuzi, ubunifu pamoja na teknolojia ambazo VETA tuko nazo. Lakini kama mnavyoona wenyewe, VETA inaendelea kuimarisha ubora wa mafunzo, ubora wa huduma pamoja na bidhaa ambazo zinatengenezwa na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi. Na katika kuhakikisha hilo, Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi sasa hivi imeweka mfumo madhubuti wa udhibiti ubora, tunasema quality assurance system ndani ya VETA. Kama unavyoona hapa nina miongozo, tuna quality assurance policy. Hii ni sera ya udhibiti ubora ambayo inahakikisha mafunzo, huduma pamoja na bidhaa zote zinazotengenezwa na Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi zinazingatia viwango vya ubora vilivyowekwa kitaifa pamoja na kimataifa. Kwa nini VETA wameamua kuimarisha mfumo wa ndani wa udhibiti ubora? Ni kwa ajili ya kuhakikisha tuwe na ushindani katika soko la ajira, kwa maana tuwe na ubora kwenye ushindani wa soko ndani na nje ya nchi, kwa kuwa na wahitimu imara, mahiri na wenye ubora unaotakiwa kwenye soko la ajira, lakini pamoja kuwa na bidhaa ambazo zinakidhi mahitaji ya wadau na pamoja na wateja wetu ambao tunawahudumia. Kwa hiyo mfumo huu wa ndani wa udhibiti ubora unahakikisha maeneo yote ambayo VETA anafanya kazi yanazingatia viwango vya ubora ili kuweza kukidhi mahitaji ya soko la ajira, lakini kuongeza ushindani katika soko la ajira ili kufikia viwango vile vya kitaifa na kimataifa, kuwa na wahitimu ambao wataweza kukompiti kwenye soko la ajira, kwa maana wakaweza kujiajiri ndani ya nchi na nje ya nchi. Asante sana. Basi wapenzi watazamaji, mpaka kuja kufikia mwisho wa maonyesho haya, nitakuwa kila siku napita kidogo banda la VETA, kwa sababu hili ni banda kiongozi kuonyesha mambo mazuri ya VETA kwenye maonyesho haya ya elimu, ujuzi na ubunifu hapa Tanga.